fanya kazi nzuri, wala msipitiwe na mwangu huu mkawa wanyonge. Tuna watumishi wanaofanya kazi nzuri, tunawaheshimu na rais anatambua kazi yenu. Lakini wale wavivu wasijifiche kwenye kivuli cha wanaofanya kazi vizuri. Lazima tutashughulika nao. Sasa nikishakuwa mkali nasema sasa anakuwa mkali si atachukiwa. Nani kawaambieni mimi nimeteuliwa kuja kupendwa hapo? After all nilishapendwa na mtoto wa Kichaga. Mnahangaika nini? Ndio. Lazima kazi ifanyike. Na wale ambao hawajasoma alama za nyakati, nendeni mkaangalie hotuba ya rais wakati anazindua bunge. Alisema wale ambao hawatabadilika tutawabadilikia. Ndio. Tabia ya watu kuzoea shida za watu, matatizo ya watu, kero za watu. Mtu yuko ofisini akipelekewa kero anaona kama amesalimiwa tu. Mtu anaondoka inaishia hapo hapo. Nilipita pale Same nikakuta fundi amejenga matundu 21 ya vyoo. Tangu mwaka 2020 sio 22. Milioni 2 wanamzungusha wanamuomba na rushwa. Nikasema sasa miaka hii yote huku ni kupuuza. Hamjakosa fedha bali mmepuuza shida ya mtu. Vyoo mnatumia fedha yake hamlipi. Ndio maana nilisema wale wakuu wa idara wote wa wilaya pale watoke wachangie fedha ile wamlipe muda ule kabla sijatoka. Utaratibu wa kupuuza kero za watu. Watu mko ofisini ili mshughulike na mambo haya. Utaratibu wa uongozi ni kwamba hatuwezi wananchi wa Rombo wote tukawa kwenye ofisi ya wilaya. Tumeweka wenye dhamana pale washughulike kwa niaba. Alafu tukiwaletea mnaangalia tu, mnageukia kwingine kama mnaaga maiti. Haliwezi likakubalika hili. Kwa sasa kabla sijawapa fursa waheshimiwa mawaziri ya kujitambulisha na kusalimia, nipate mawili matatu la mtu ambaye ana jambo la tofauti na haya ambayo mheshimiwa mbunge ameshasema. Kama kuna mtu ana jambo la lazima sana angetamani tulisikie kabla hatujatoka, hebu njoo bwana, njoo hapa tukusikie. Mpeni maiki. Mtazamaji, waziri mkuu alikuwa akizungumza kama sehemu ya salamu zake kwa wakazi wa wilaya hii ya Rombo kwenye eneo hili la mradi wa shule ya ufundi ya Mwalimu Steven Moshi iliyopo hapa Rombo. Na sasa nawapa nafasi wananchi kujieleza ama kueleza yale ambayo yanawasibu. Hebu tupate kusikia kero zao ama yale ambayo wanayo ya kumwasilishia waziri mkuu. Ukitembea tu nusu kilomita hapa hivi mashamba yote walishafungua mpaka wote kule. Ni maji yananyeshewa. Ni bora serikali itumie fedha kwa ajili ya kutuajiri sisi vijana. Tutaajiriwa kwa lipi? Watuchimbie maji, tulime mashamba, tupate ajira, elimu. Sasa hivi watoto wamesoma sawa, shule hii hakuna ajira. Tutapata wapi kazi? Tutasema sisi ni wavivu. Leo jua linawaka hili. Tunaambulia mvua tu, lakini hii mvua ndio imetusababisha vumbi hili likawa limepungua. Tumekaa nyumbani, tufanye nini? Serikali tuangalie, ifanye survey, kaangalia hapo mpakani, wafanye survey ya sayansi, watuchimbie visima vya maji, tunyeshe mashamba. Hata kama robo eka tutapata, tutakula, lakini hatuna ajira. Ndio hilo. Asante, hoja ya msingi sana.